mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Spika, nikiangalia kaumu hii ya watu naona kabisa haitaki hotuba, inataka iendelee na burudani. Lakini niruhusu niseme mambo machache tu kuhusu Samia Serengeti Festival of Music. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anathamini sana mchango wa wasanii, lakini pia anathamini sana vipaji vya vijana wa Tanzania katika sanaa na muziki. Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, asanteni sana. Mheshimiwa Spika, najua kwako leo imekuwa siku ndefu. Tumekuwa kwenye shughuli nyingi za sherehe ya Muungano. Umetoka Dodoma, umefika usiku huu moja kwa moja hapa, na najua pia baada ya hapo yapo majukumu mengi ambayo unayo wakati bunge hili linaendelea. Sababu kubwa ya kukualika wewe katika Samia Serengeti Festival Music ni kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa na mchango mkubwa sana katika kuibua vipaji vya vijana na wasanii, na wewe mwenyewe una tamasha lako Mbeya ambalo unalifanya kila mwaka, na mimi nimejialika kuja kwenye hilo tamasha utakapolifanya. Kwa hiyo tuliona kabisa mwaka huu ambapo tumeamua kulifanya tamasha kubwa hili, wewe ndio uwe mgeni wetu rasmi. Nasi tunakushukuru sana kwa kuja. Na ndugu zangu, nataka niwaambie inshallah mwakani tutaanza kazi kubwa ya ujenzi hapa wa jengo kubwa kwa shughuli hizi, na niwahakikishie baada ya hapo mvua haitawanyeshea. Tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutafuta fedha ili tuweze kujenga jengo kubwa ambalo linaitwa Arena, na tutalijenga hapa hapa tulipo leo ili muweze kuburudika na kufurahi. Mheshimiwa Spika, mimi nikushukuru sana kwa kuja, na kwa wasanii najua Spika atawashukuru, lakini mimi pia niwashukuru. Mimi ni mara ya kwanza ninashiriki katika shughuli kama hizi, na ndio leo nimekuona Zuchu. Mimi nilikuwa namsikia Zuchu tu, sasa leo nimekuona Zuchu. Haya. Kwa hiyo nimshukuru sana Spika kwa kufika, na sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe mgeni wetu rasmi ili na wewe uweze kusema mambo machache au mengi kwa kadri utakavyoona kwa hawa watu. Dr. Tulia Ackson oye! Tulia Ackson mitano tena! Tulia Ackson mitano tena! Karibu sana. Sasa ndugu zangu, hapa leo tumekuja kwenye burudani. Niimbe ama nisimbe? Niimbe ama nisimbe? Sasa ili niweze kuimba, ngoja kwanza nipige maneno au nianze na voko kwanza afu ndio maneno. Najuta nikilala kunilenye rangi ya chungwa, moyo tena mwendo vinanikosha, nachoka kabisa. Haya, Dar es Salaam. Sasa ndugu zangu wana Dar es Salaam, niseme nanyi kidogo afu nitaendelea na voko. Yaani leo nimejipanga mimi mwenyewe na kipengele kwa ajili ya burudani. Lakini viongozi wote mlioko hapa mbele, wote mmetambulishwa. Nimefurahi kuwaona ninyi, lakini pia wana Dar es Salaam wenzangu. Sasa hapa nikasikia kuna watu wanasema mitano tena. Jamani, ni mitano tena ni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi bado nipo sana. Tumeelewana?
Sasa kwa sababu leo hatutaki maneno mengi, niseme machache. Kwanza kabisa, pokeeni salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimetoka Dodoma kwa ajili yenu, amenituma niwaletee salamu. Hebu pokeeni kwa mikono namna hii. Asante sana. Baada ya kupokea salamu hizo, salamu za pili ni zile alizozisema hapa Profesa Kabudi, kwamba hapa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inakusudia kujenga kituo ambacho wasanii wa filamu, lakini wasanii wa muziki na sisi pia tunaofurahia hii sanaa tutakuwa sehemu nzuri. Makofi kwa Dr. Samia. Lakini kingine cha tatu ni kwamba tamasha hili jamani linafanyika mara moja kwa mwaka. Sasa hii inakuwa kidogo mtihani kwa sisi tunaopenda burudani. Kwa hiyo tamasha hili kidogo liongezewe siku moja haitutoshi sisi tunaopenda sanaa. Alafu pia wasanii tuko kibao na mimi nikiwemo. Sasa ile orodha ile wengine tunakuwa tunakosekana kwa sababu kama hivi. Ndio jamani. Aya la 4. Tamasha hili kwa kweli liwe linazunguka. Si mnaona? Mlifanya mara ya kwanza kabisa lilifanyika Dodoma, leo liko Dar es Salaam. Basi tunatamani kwa mwaka liwe linazunguka, sio kwa mwaka mara moja. Yaani lizunguke nchini hapa, tuburudike na wasanii wetu wapate kuonyesha vipaji vyao, lakini pia na sisi tulioko kule mvione vipaji vyetu. Changu mimi mtakiona lini jamani? Si ndio hivyo jamani? Lakini lingine sasa linalohusu tamasha hili, nitumie fursa hii kumpongeza sana ndugu yetu Majizo kwa uwekezaji mkubwa ambao umeufanya. Stage hii ndugu zangu mnaiona Wanakawe, mnaiona wana Dar es Salaam, lakini hii ndio stage kubwa Afrika nzima. Hivi uko hapa karibu, naona watu wamegeukia huko nyuma kuashiria anakuja. Makofi kwa Majizo jamani, ametuletea stage Afrika nzima itakwenda kuja kuazima hapa. Lakini maana yake ni nini? Ni kwamba stage hii inapandisha hadhi ya wasanii wetu wanaopanda kwenye hii stage. Kwa nini? Hawa wanafuatiliwa na dunia nzima. Huko dunia itajua Tanzania tumepiga hatua kupitia ndugu yetu Majizo. Makofi kwa Majizo. Sasa baada ya kumpongeza Majizo, pia nitumie fursa hii kuwapongeza sana wasanii wetu ambao wamepata nafasi ya kuperform hapa kwenye stage ya kimataifa. Lakini kama nilivyosema, tunatarajia mnavyowatazama hapa mko huko ambako kama Zuchu alivyosema, huko wapo kina Zuchu, huko wako kina Tulia, huko wako kina Samia, kila mtu kwenye eneo lake. Lakini sasa sisi wenye vipaji vinavyochipukia tunatamani pia kupanda kwenye hii stage. Kwa hiyo sikiongezeka siku mimi na wewe, bila shaka tutaweza kuimba na nyimbo zetu, si ndio jamani? Sasa katika kufupisha muda wa mazungumzo, maana tunataka burudani, ndugu zangu wana Dar es Salaam, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni muhimu sana kuchagua viongozi wanaohubiri amani. Ni muhimu sana kuchagua viongozi wanaotujali kama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anataka kutujengea Kawe yetu ibadilike. Dr. Samia haya ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kuburudika, kwa hiyo tuendelee na burudani. Sasa kabla sijasema hayo, niseme hivi: Samia Serengeti Music Festival mwaka 2025 imezinduliwa rasmi. Kwa hiyo sasa hapa ndio burudani inaanza. Sasa DJ Sindo niweke